Habari za saizi. Leo hatuingii shambani, lakini pia una faida sana wewe ambao umesubscribe hii channel. Maanake kila nikipost video inayohusiana na masuala ya tangawizi, wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuangalia videos ili uweze kujifunza vitu vingi kuhusiana na tangawizi. Masuala ya shambani, lakini pia masuala ya nyumbani. Leo sasa nazungumzia tu aina za chai ya baba. Chai ya baba ikoje? Kikombe cha baba kipoje? Nitaenda kutajia aina kadhaa za chai. Simple kabisa. Chai ya kwanza, chemsha maji ya moto, mimina kwenye kikombe cha chai, hata kama kile kinachoelekea ujazo wa nusu lita kile, hivi vikombe ambavyo ni modern. Chemsha maji ya moto, mimina pale, chota tangawizi ya asili, tangawizi ambayo ni original, tangawizi ambayo ni nzuri. Korogea kijiko cha chai, chota ile tangawizi, koroga. Chota na asali kijiko cha chakula, koroga. Hiyo tayari ni kikombe cha kwanza cha chai ya baba. Chai ya baba very expensive, lakini inawezekana. Sio kikombe, sio baba unakunywa chai na majani 50 unapotea. Lakini pia kwenye tangawizi unaweza ukachemsha tangawizi kwenye sufuria yako pale, imechemka fresh, ukamimina kwenye kikombe cha chai, ukachukua kipande cha limao, kipande kimoja, ukakamlia pale, ukaweka aidha na sukari kwa mbali. Hicho tayari ni kikombe cha baba ambacho ni kizuri sana kwa upande wa afya. Lakini pia unaweza tu ukachemsha maji ya moto, ukakoroga kwenye kikombe cha chai, ukaweka tangawizi, ukaweka sukari kwa mbali, au ukaweka asali, ukanywa. Na hivi vyote ambavyo nakuelezea vifanye asubuhi unavyoamka, unavyoenda kazini. Make sure unapata kikombe kimoja asubuhi, kama ni saa 12 au saa 12 kasoro, ile unavyoondoka nyumbani. Pata kile kikombe kabla hujala chochote, hata kama utakula saa 4, utakula saa 5, breakfast yako saa 4, saa 3 ni wewe, lakini hakikisha kikombe unakipata asubuhi sana, mapema. Faida ziko nyingi, sitaeleza zote lakini pia fanya hivyo jioni ukirudi, fanya hivyo. Hiki ni kikombe ambacho ni kizuri sana. Kwa wanaonielewa wananielewa. Sipendi nielezee sana vitu vingi, lakini hiki kikombe make sure unakipata. Naomba niishie hapo. Hii ni faida tu kwa wale ambao wamesubscribe hii channel, kwa wale ambao wananifuatilia. Sio kila siku shambani, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo ni natural foods ambavyo utajifunza kupitia channel hii. Asanteni sana kwa kunitizama, asanteni sana kwa kusubscribe. Tuendelee, twende kwa pamoja, tutajifunza mengi kupitia channel hii. Asante.